Baraka TV, mwanga wa matumaini na ukombozi. Wito huo umetolewa wakati wa ibada iliyofanyika usharika wa Forest jijini Mbeya, ambapo amesema kuwa ni muhimu kwa viongozi wa dini kuwa nuru kwa waumini kwa kuishi kulingana na mafundisho ya Mungu. Viongozi wa madhabahu ni pamoja na wazee wa kanisa, pamoja na madikoni, pamoja na wazuru, pamoja na wajumbe wa halmashauri za sharika zetu. Nafasi walio nayo kuomba kila siku kabla ya ibada, kuomba kila siku asubuhi, hata kuombea kanisa, kuombea wachungaji, kuombea utukufu ndani ya ibada. Hili jambo wengi linawapita pembeni. Kweli wanachaguliwa, wanaangalia tu kuhesabu sadaka, kuhakikisha wanawatembelea Wakristo na kuratibisha mambo mbalimbali kwa kusaidia na mchungaji, lakini wajibu wao ulio mkuu wa kuomba kwa ajili ya kanisa, kuomba kwa ajili ya watumishi, kuomba hata kwa ajili ya ibada ili iwe na utukufu, ili hata neno linapopita asiwepo mtu wa kulala usingizi. Hilo tunasahau mara nyingi. Mchungaji wa usharika huo Benedicto Mwaijande amewahamasisha Wakristo kusoma na kutafakari neno la Mungu mara kwa mara, huku mwalimu wa neno la Mungu Gordon Newton amesema kanisa la kweli ni lile linalomkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na kufuata misingi ya Mungu kwa kusoma Biblia badala ya kutegemea miujiza. Tu viongozi, kwa makuhani, kwa viongozi wa kanisa kuwa namba moja katika kusoma neno. Sisi ndiyo tuwe dira ya watu wengine, ya Wakristo wengine, hasa wazee wa kanisa ambao ndio watunzaji wakubwa wa kanisa. Kwa wazee wa kanisa kujitoa sadaka kwa kazi ya Mungu, wao wawe mstari wa mbele, wapende neno la Mungu, wapende maombi, wapende kufanya kazi kwa moyo. Vinginevyo kanisa haliwezi kukua, na ili kanisa likue ni lazima viongozi wote wa kanisa, kila mmoja kwenye idara yake, asimame imara, asimame kwa moyo wa sadaka, kuhakikisha chochote ambacho kiko mbele yake Mungu amemwekea kukifanya kwa ajili ya kanisa. Elia alipogundua, maana akagundua hawa manabii ambao wanajivunia madhabahu ya Mungu wao kwamba inafanya vitu na miujiza. Ndio maana niliwaambia miujiza sio kitu cha maana, na kama Mkristo uliye hai usiishi kwa kutegemea miujiza. Sijakosea ninachosema. Miujiza ni ya wasioamini. Wanatendewa muujiza ili waamini. Kama ukifika Kanaani, maji hauna mwamba, chimba kisima, chimba. Ndio maana mbele kwa vijana, usiishi kwa miujiza. Tunajaza watu kwa manabii fake wengine kwa sababu wanataka miujiza. Hata shetani anayo miujiza. Kama nadhani Tanzania kamuulize Musa, aliambiwa na Mungu nenda kwa Farao, afikaonyeshe introduction moja, shusha fimbo chini, itageuka nyoka. Musa akajua kuwa na nyoka ndio kila kitu. Akabeba fimbo yake huko kwa Farao. Naye mchungaji wa KKKT usharika wa Nyigamba Hudson Mwamboma amewakumbusha Wakristo umuhimu wa kuliombea taifa, hasa kuelekea mwisho wa mwaka kwa ajili ya amani na kumrudia Mungu, huku mwinjilisti wa usharika huo Eliakim Tweve akisisitiza umuhimu wa kudumisha amani katika taifa. Kristo, tunapoaga mwaka huu wakumbuke, wasiache kuiombea Tanzania. Tanzania yetu tunahitaji kumwomba Mungu sana ili amani hii ambayo inatoweka taratibu Mungu airudishe. Ni kwa njia ya maombi tu ndio haya yote yanaweza kurudi. Si katika malumbano, si katika vitu fulani, ni katika kumwomba Mungu. Kwa washirika na wengine wa Kristo wote wamuombe Mungu aiangalie Tanzania, airudishe katika sura yake jinsi ilivyokuwa. Taifa bila maombi haliwezi kusimama. Shetani anachukua nafasi yake. Kila Mkristo kwa nafasi yake, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo ambaye alimwaga pale msalabani, aombe kwa ajili ya amani ya taifa, aombe kwa ajili ya mtengamano wa taifa, aombe kwa ajili ya uzima wa taifa, ili kwamba Mungu aweze kusikia kilio chetu. Mahali ambapo Mungu yuko mbele,
taifa linasimama na linastawi. Kwa kustawi kwa taifa hili la Tanzania litategemea maombi sana ya watakatifu ambao wanamlilia Mungu. Na Mungu ni mwaminifu, atajibu, ataturejesha katika hali yetu ya kawaida. Wito wangu kwa kanisa au kwa Wakristo wa kanisa la Kiinjili Kilutheri Tanzania ni kumthibitisha Mungu na kumtegemea yeye siku zote pasipo kuyumba na kuitegemea imani sana, kwamba katikati ya kanisa letu la Kiinjili imani ya kweli inahubiriwa na wokovu wa kweli unaonekana na Mungu anathibitika katikati ya kanisa letu la Kiinjili.